nyota. Ninaposema utatu, ninamaanisha katika mwili wako uko na soul, uko na spirit na uko na the body. The soul imebeba destiny yako. The spirit imebeba nyota yako. The body imebeba wewe, because the body is the evidence of you. Ikiwa mtu atakuharibu mwili wako wa nje, akufanye vituko kwenye mwili wa nje, even as much as the soul itakuwa ina shoot out wherever it is going out there, mwili wako wa nje hautakaa kama vile soul inavyohitajika kukaa. Ikiwa mtu atakwamisha nyota yako, because nyota yako ndio mtumwa, anatumwa kwenda kuleta hii akiregea, unapata nyota yako itakuwa inaenda inatoka kweli imebeba that light, lakini inakuja na mikosi. Na soul huwa ina accept tu uchawi ama vituko mbalimbali for mafundisho, kwa sababu amejaribu kukuonyesha hii njia, lakini bado umekatalia katika njia fulani. Now, the soul inabeba destiny yako. Ikiwa wewe umeamua sasa vile umefika, you've sold your soul, umeuza soul yako kwa mtu, it means there is an entity ambayo inakuja juu yako kukuongoza. Inakuja ku take over your body, your soul, everything about you. It controls you. Haiwezi ingia ndani yako, lakini inaanza kucontrol maisha yako. Ninapofundisha utatu, jinsi ya kujisafisha kupitia utatu, na maanisha hizo elements ambazo utapata kutumia ni elements ambazo zinaleta vibration kama vile utatu wako. Messages zako hata naposoma birth chart yako inaenda kulingana na utatu wako. Kama vile tu unavyosikia kuna watu wa maji, kuna watu wa moto, kuna watu wa ABCD. Yes, overall unaweza kuwa wewe ni mtoto wa maji, mtoto wa moto, lakini katika utatu wako kuna utofauti. Hata unapofanya rituals, unapofanya cleansing, kuna vitu ambavyo unatumia katika utatu wako kuweza kujisafisha. Ukitaka kujua nyota yako, unaangalia katika utatu wako. Ukitaka kujua destiny yako imekabwa, inatumika, unaangalia kupitia utatu wako. Ikiwa unahitaji kufundishwa kujua utatu wako ama kujisafisha ama kupandisha nyota yako kupitia utatu wako, karibu sana, mimi nafundisha. Ikiwa unahitaji huduma zangu, bonyeza link ipo kwa profile, inakupeleka direct kwa WhatsApp na huduma zangu. Kuna watu ukimwambia utatu, anadhani utatu vile umesema overall uko kwenye kundi la moto, anaona basi ni no. Utatu wako uko tofauti sana. Hata birth chart, wale ambao nimesomea birth chart, utapata ancestral wa mama wana ni vitu vyao, ancestral wa baba wana vitu vyao. Na utapata kuna wengine ancestors walioana ndugu kwa ndugu. So unapata historia iko kimoja. Unapata vituko. Yani mpaka unamuuliza mtu what is happening? Anakuambia ni kweli iko hivyo vile ilivyo. So katika utatu wako ndio vitu ambavyo ukitumia vina vibrate kulingana na wewe. Si basi umeambiwa wewe ni mtoto wa moto basi wewe unaenda kutumia moto. Tabia, unaweza kuwa wewe ni mtoto wa moto lakini tabia zako zinakaa kama mtoto wa maji. Unaweza kuwa wewe ni mtoto wa moto lakini una vipawa na vibali, kwa sababu katika utatu wako umebeba huduma. Jaribu sana ujifundishe utatu wako, inakusaidia sana. I hope umenielewa vyema.